na wale wazee Mwenyezi Mungu atawapa nguvu zaidi kama wanavyotupa nguvu sisi, basi na Mwenyezi Mungu inshallah atawapa nguvu katika kuitukuza dini. Wa kwanza katika kijana wa kwanza ambaye kwamba tutampatia zawadi ni Faizin Faris. Faizin Faris kwa huyu mashallah alianza toka mwaka juzi kuswalisha, hakosekani katika darsa, hakosekani katika tarawih. Mungu amhifadhi zaidi, na kwa munasaba Mwenyezi Mungu atamzidishia. Huyu kijana ameperform vizuri na amemaliza form 4, amepata alama ya B. Takbir. Yani mtu akiwa atakuwa na nidhamu msikitini na ameijua dini yake, basi jamani, nawaambia na wahakikishia kuwa na dunia na kila kitu atakipata. Mwenyezi Mungu atamfuzisha, ajalie afaulu masomo yake, aende university, awe ni sababu ya kutumikia umma. Takbir. Wapi Faizin? Njoo. Nani Sheikh Omar, ndo umvalishe kijana wako bwana. Wako wapi wazee? Taka wazee waje hapa bwana, wakirimu wa vijana. Katika maimamu. Barakallahu fik. Jazakumullah khair. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Wazee waje hapa bwana. Tuomba kina mzee Rashid, njoo mwatunuku vijana wetu bwana. Sheikh Salim, njoo bwana. Njoo, simameni hapa. Mimi nikitoa zawadi nyinyi ndio mtawakabidhi. Kijana wa pili ni Muhammad Abdullah. Yuko wapi Muhammad Abdullah? Muhammad Abdullah. Wengine nafikiri wako skuli. Kijana wa tatu ni Farid. Farid yuko wapi? Huyu kijana amenishikilia, imamu, mimi nataka kuswalisha, imamu nataka kuswalisha, tangu alikuwa hawezi kuswalisha mpaka mashallah sasa hivi amekuwa ni katika maimamu wa hodari. Tukianze kule kisha hivi hapa tumpatie. Mpatie hichi. Nani Sheikh Salim? Mpatie hichi. Tapewa. Haya. Mwingine ni Ibrahim Fahmi yuko babake. Fahmi yuko babake Ibrahim. Basi mpatie Ustadh Abubakar atam. Tukua kule basi, tukua nenda kapokea kwa wazee. Ndio chuo kwa mzee Rashid hapa wapate. Haya. Mwingine ni Ali Abdullahi ni kijana amekuja, tumesoma naye Qur'ani, alikuwa hakosekani kwenye hizbu. Sasa hivi amemaliza masomo yake. Muombeeni Mungu, Mwenyezi Mungu amfungulie aweze kupata masomo, aende zake nje akasome zaidi. Takbir. Mwingine ni Hussein Abdul Qadir. Hussein Abdul Qadir yuko wapi? Babake huyu alikuwa akiswalisha mwanzo akitetema, miguu yake haitulii, lakini sasa hivi ashazoea. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Wapi? Abu mpatie. Sasa. Takbir. Mwingine ni Arif Ustadh. Maana Ustadh Arif? Ustadh Arif, ainuka Ustadh Arif. Ustadh Arif yeye ni katika wenzetu tunaoshirikiana. Barakallahu fik. Kile chako ngile. Yeye tukiwa sisi tuna dharura au hata wakati wote, yeye uko tayari standby hapa msikitini, utushirikiana naye. Mwenyezi Mungu atamjalia matangamano yetu mazuri yaendelee na yadumu. Mwingine ni Ustadh Omar. Ustadh Omar yeye ni mwalimu asomesha hapa, lakini vile vile tushirikiana katika kuswalisha. Mungu amjaze kila la kheri.
Na usidhanie mwalimu hapo kadhani ana mshahara. Hao walimu maskini ya Mungu hawana mshahara, ni fi sabilillah. Fees ni shilingi ngapi? 500. Katika hiyo 500 karibu 70% hawalipi, ni shilingi 500 fees. Subhanallah, isikitisha, ya kuliza si ya kutekesha. 70% hawalipi na shilingi 500. Subhanallah. Ustadh Khattab, Ustadh Khattab, Ustadh Khattab. Ustadh Khattab na Ustadh Asad hawa huwakosi hapa msikitini kabisa. Wanatekeleza kazi yao kwa namna inayofaa. Mwenyezi Mungu atawadumisha, Mwenyezi Mungu atawafungulia nao maisha yao yawe mazuri inshallah. Ustadh Asad, Ustadh Asad, ngoja nirejelea jina langu lililoandikwa. Darasa tubarishe mwanao utanyang'anya wewe. Watoto wale waliokuja kwenye darasa, wa kwanza ni Haj Ramadhan. Haj Ramadhan, hao watoto wengi wako shule leo vitabu kwa pata. Awekea babake Ramadhan pekee. Mwekee basi. Mwingine ni Bilal Haj. Bilal Haj. Bilali Hamza. Kuna vijana walikuja kutoka Kongowea kwa miguu wakija kusikiliza darasa hapa, na wakija darasa zangu si darasa za kusikiliza kulala. Ukija darasani kuna maswali wataulizwa. Sasa na wakijibu, mashallah vijana walikuwa wakijibu maswali, badala wao waulize mimi nauliza wao. Mwenyezi Mungu awabariki. Wewe nani? Bilali Hamza. Tena shari zako kwa shari nzuri ya blue. Mwenyezi Mungu atakujalia mtoto wako. Mwenyezi Mungu atakujalia kijana mwema, watii wazazi wako, uwe na faida katika umma inshallah. Mwingine ni Umeid Nasor. Umeid Nasor. Hajawahi kukosa tarawih hata siku moja, na hawezi kutembea kwa mbegu, lakini hakutembea mwenyewe mpaka shika mkono akaenda kukuliwa, lakini hajawahi kukosekana kwenye tarawih hata. Hii ndio fikra yetu. Tukiwa hatutoa sapoti hawa, hatutopata vijana watakaoswali msikitini. Takbir. Kila mtu anaruhusiwa kuja kuwatunza wa vijana. Anayetaka kushajiisha pia mkono, milango iko wazi. Sasa kwa kujazingira na tena. Na zaidi ni mzazi wake pia kwa kumpatia moyo. Pia tumshukuru mzazi kwa yeye amemsapoti mtoto wake katika jambo hili la tena. Akosekane kwenye darasa, akosekane kwenye tarawih. Kuna watu hapa na ndevu zao, hata siku moja mmoja jamii tarawih. Makasa. Mwingine ni Hamis Ramadhan. Hamis Ramadhan. Mashaallah. Hamis Ramadhan. Ukisikia wale vijana wanachukia katika tarawih ni hao. Mashaallah, hao ndio Simba wa Masjid Al-Aqsa. Mwenyezi Mungu awabariki. Mwingine ni Ramadhan Ali. Ramadhan Ali kwa masuala Ramadhan huyu, Mungu mwanzo tumwombee Mungu ampe afya. Ni mgonjwa, hali yake kidogo atakatoa. Tumwombee Mungu. Physical matatizo.
kila siku anaifungua msikiti hapa, anaifunga msikiti ni yeye. Baada ya alfajiri atakuja kusali alfajiri, hatoki msikitini mpaka akisha amefunga madirisha na milango. Takbir! Mwenyezi Mungu naye atamfungulia mlango wa pepo inshallah. Mwingine ni Ibrahim Ali. Yuko Ibrahim au shule Ibrahim Ali hakuna. Jo shule Ramadhan jo shule Ibrahim Ali mpate mzee au mzee au simkule ile mkono wako ukitoa basi inshallah baraka tazipata. Mwingine ni Saif Yusuf. Bwana ana sehemu yake hapo mbele tangu ianze Ramadhani hajawahi kusekana. Laini ya kwanza na pale anaposwali yeye ni pale pale. Ana sijui mpaka nane zikisha ndazangu ngopepo ingia kwenye tarawih mpaka kisha amemaliza. Mwenyezi Mungu atamjaza kila kheri na atamdumisha. Tunachoomba ni khairul a'mali ilallahi adwamuha, amali bora zaidi Mwenyezi Mungu ni lenye kudumu. Mwenyezi Mungu adumishe. Ali mwingine ni wazee sasa, mzee Omar Salmin. Wazee tabitu kubadilisha na vijana ama ni wazee. Omar Salmin ambaye hakufuata hata siku moja katika sala ya tarawih. Tulikuwa tunajua mzee Rajab chombo kipata farumu na kufanya nini na mbio, basi naye hakosekani katika tarawih. Kwanzia ianze mpaka mwisho, Mwenyezi Mungu atawajaza kila la kheri wazee. Mzee Hamid Saidi. Mzee Hamid katika maajabu yake ilikuwa, mimi nitafanya darasa langu masaa mawili, mengine masaa moja na nusu. Nikimuuliza lolote katika nusu, hata ni kama ni numbers, tarehe au kitabu au chochote, basi Mzee Hamid atajibu. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri Mzee Hamid na wazee wenzake. Mwenyezi Mungu atakubariki, tuzidi kushirikiana katika kila la kheri. Kile tunachosoma tutabakisha katika maisha yetu. Shukrani Mzee Hamid. Mzee Twali, huyo ndo Bilali wetu, msikiti wetu na Bilali wetu ndo huyo. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Mapema hapa washakuja, mpaka ukimwona hakuja basi ana dharura hapo kwamba isiyotukika. Sasa na mzee wetu hamu yake ni msikiti, hana hamu nyingine, ameshakuritaya kazi yake kubwa na hamu yake zaidi ni msikiti wetu wa Aqsa. Mungu atamlipa kila la kheri, amjalie aende akamwadhilie mtume peponi. Mzee Sali School. Huyu ukija kwenye tarawih ukisikia ule udhu unanukia vizuri, basi ni yeye. Mwenyezi Mungu atamjalia aingie pepo yenye kunukia vizuri, ndio aingie katika jannatul Rayyan, pepo ya Rayyan. Mwenyezi Mungu atamlipa kila la kheri, na tushirikiana naye kwa mingi, si hili tu. Takbir! Wana kijana ameshindwa, akasema hii ametetea Sadi. Mwenyezi Mungu atakatamu. Shukran. Alhamdulillah. Yafurahisha. Mzee wetu Mzee Bashiri, suala
likiwa gumu, basi kwake zitajibiwa, hata liwe gumu sampuli gani. Mzee Bashiri alikuwa kuja zikila la heri, na huyu mwangalieni ni mgonjwa, mguu wake amefungwa, ukimwona kama umefungwa, lakini hakosekani katika darsa kila siku, na haketi hapa karibu mjue huyo akampaji, lakini Mungu atamlipa kila la heri. Mungu atakuzidisha mahaba baina yetu na ilmu tunaipata yenye manufaa. Asante zawadi yake special tasbih. Asante, barakallahu fik. Mwingine ni Ahmad Muhammad somo wangu wake sifa yake ni sunna ya Bwana Mtume ya kusmile. Angalia, haona kidogo ni kweli, angalia smile. Hii ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujaze kila kheri. Ni katika watu ambao wananisukuma mimi mwenyewe, wananimotivate. Simamte wazungu. Mwenyezi Mungu akulipa kila kheri. Tushikane mpaka tuone mkono kwa mkono mpaka mkono mpaka tuone inshallah. Na mwingine ni Abubakar. Kuna Abubakar nani? Abubakar yule kwa pale anajibu maswala sana. Abubakar nani? Abubakar Muhammad. Takbir. Huyo mashallah. Na imani kwa kile alichokipata kwenye darsa atakitekeleza katika maisha yake. Na tuko naye kwenye darsa tu, tuko naye kwenye Qur'an. Kila siku tunasoma naye Qur'an baada ya sala al-fajr. Tutambua na kuthamini, na Mwenyezi Mungu inshallah atambariki ndugu yetu Allah. Karibu sana. Mwingine ni Mseme Abdallah. Mseme huyu ni mgeni, amekuja karibu, lakini amewashinda wenyeji. Amewashinda wenyeji wengi. Maanake ni mgeni, lakini mashaallah tangu aje mtaani hapa hatukosi kwenye darasa, hatukosi kwenye tarawih, hatukosi kila. Na huyu ukiona ikusati ngara basi yeye anasafisha. Mwenyezi Mungu atamjaza kila kheri. Mwenyezi Mungu atamsafishia pepo yake inshallah. Mwenyezi Mungu atakusafishia kila kitu inshallah. Mungu yako kwa mazuri inshallah. Shukrani sana kaka Mseme. Bwana Zubair Abu. Bwana Zubair Abu ni katika ndugu zetu, ndani wetu. Swala likiwa gumu, basi tuulize Zubair atajibu. Mwenyezi Mungu amjaze kadri. Barakallahu fik. Bwana ndio Zubair bin Awwam wetu. Zubair. Jazakumullahu khairan. Mwingine ni Yusuf Sungura. Huyu Yusuf Sungura yuko hapa ndio Yusuf. Ayuko. Yusuf Sungura, Mungu amjaze kila la kheri. Huyu anaujali msikiti, sijawahi kumwona. Anataka saa zote msikiti mng'are. Yes, kila la kheri. Yale mimi na yeye tunaenda. Kuna mingi zaidi. Mwenyezi Mungu atamlipa. Hakuna tasbih kwa zawadi extra. Mwenyezi Mungu atamlipa kwa kheri. Yusuf, inshallah, na mzee wako tunajua habari zake tutazungumza sasa. Na wewe fuate njia zake njema inshallah. Mungu atakupa. Atakulipa, atakujaza, atakutengenezea mambo yako inshallah. Barakallahu fik. Mzee Aziz. Kwa Sheikh Abdul Aziz. Sheikh Abdul Aziz sasa hivi ni karibu miaka 5. Kila mwaka anatuletea maji wakati wa tarawih. Na huyu mzee si masala kuletea Ramadhani tu. Huyu mzee wetu Sheikh Abdul Aziz ni katika ratibu sugu wa msikiti wetu. Kipembe chake ni kile bwana, usimtafute. Ukija utampata upande
yani ni mtu ana motivate, ana appreciate. Subhanallah, ni wachache watu sampuli hizi watamzidishia na atamjalia inshallah mambo yake ya mazuri inshallah. Mungu ampe afya njema, endeleze kila na kheri inshallah. Barakallahu. Mwingine ni katika watu kwamba ni Muhammad Shambi. Mzee Muhammad wapi? Mzee Muhammad Shambi hayupo kwa dharura, lakini tunatambua mzee wetu mzee Muhammad Shambi. Mwingine mzee Muhammad Abdul Qadir. Muhammad Abdul Qadir kwa Muhammad Abu Bakar. Samahani, Muhammad Abu Bakar. Muhammad Abu Bakar ni katika watu ambao wanashirikiana nao katika kugawanya maji. Yeye ni mwandazi wa maji. Mwenyezi Mungu inshallah atawajalia hawa wanasimama na maji. Mwenyezi Mungu awaonyeshe kwa mkono wa Bwana Mtume katika haudhi yake, na sote pamoja inshallah tunyeshe maji kwa mkono wa Bwana Mtume Muhammad. Mwingine ni Amir Muhammad. Amir ni kijana. Mzee Fahmi Abdurrahman. Mzee Fahmi Abdurrahman. Muhammad wapi mzee Fahmi? Fahmi. Mwingine Mahmud Juma, huyu ni mmoja katika watu wanaotusaidia na anajitolea kusafisha. Ni katika watu volunteers wa Masjid Al-Aqsa, ni katika volunteers wa Masjid Al-Aqsa katika upande wa usafi. Mahmud Juma fikiri wahi, lakini zawadi zake ziko. Mwingine ni Abubakar Rathman. Huyu bila yeye bwana tunapambana, tumesoma pamoja, tumepeza pamoja, na leo Mwenyezi Mungu ametudirikisha mahali hapa pamoja. Mwenyezi Mungu amjaze kila la heri. Funguo, kufuli, chochote kitabu msikitini, yeye anajitolea bure, chochote cha msikitini. Msikiti huu hauna shida ya funguo wala loki wala chochote unachokiona anachoweza kufanya, na zaidi ya hizo ndio kufanya. Tuko naye katika Qur'ani, tuko naye katika swala tarawih. Mwenyezi Mungu atatuonyesha pamoja mpaka peponi hapa. Barakallahu fikum. Mwingine ni Suleiman Katana, ambaye ni askari wetu wa Mkoani. Yeye ndio anatulindia, yeye ndio jambo lolote letu kwa kushirikiana naye pamoja. Suleiman ameaje. Mwingine ni Muhammad Chab. Suleiman, ndio Suleiman. Najua tano na usiku sio? Muhammad si usiku. Suleiman huyo ni kama ndio mlinzi wetu, mkojeli wetu. Usione kwa hivyo kwa mbio hakuna anayeweza, anaweza kukutana na watu kwa bakora pia uko sawa. Mungu akujaze kila la heri. Shukrani sana Suleiman. Tunatambua kazi yako. Mwingine ni Muhammad yuko pia. Muhammad huyo ni usiku na huyu mwenzake Suleiman ni wa mchana. Usiku huyo huwa halali, tutasbihi. Tutafanya kazi yake. Muhammad Bakar ndio. Hii nani shafani ambayo sisi tunayo. Hafidh Yusuf. Hafidh Yusuf arajini katika timu ya kugawanya maji wakati wa tarawih. Muhammad Abdullah.
Mzee Yahya, mzee Yahya, mzee Yahya, mzee wetu, mzee Yahya huyu habari zake ni kubwa sana. Mimi nilishangaa siku ile tulipotangaza kuhusu volunteer kuhusu masalo sana, wallahi aliona hizi mpaka kuna jua lifika mbali, kama ni mzee, lakini katika usafi wa msikiti, tena akija haji yeye peke yake, anabeba na timu yake nzima kwa ajili ya usafi wa msikiti. Ndugu yangu Sheikh, sisi tunakutambua, tunathamini. Mwenyezi Mungu naye atakusafishia pepo tena ya juu kabisa, pamoja mkono kwa mkono mpaka pepo inshallah. Nasema ndugu yetu mzee Yahya tuambia bwana, mwanzo hizi zawadi utasamehe kama wengine ambao wanastahili, si kwa sisi ni perfect. Mzee Salim, mzee Rashid, wote na wabadilisha mimi Salim kubadilisha mimi. Sawa, sawa. Takunibadilisha mimi mwenyewe. Tena mbona hii komechi na hiyo ndio umedekua? Sawa. Mzee Rashid. Mzee wetu bwana ndio ushauri wetu, ndio baraka yetu, lazima tumhifadhi. Wazee wetu wote hatumdharau yote katika hii wazee ndio hapa, yote tunatambua, tunatamani tungekuwa na uwezo kila mmoja asitoke hapa msikitini isipokuwa apate zawadi, lakini nataraji mmeridhika, huo ndio uwezo wetu. Kama mkono wetu ungekuwa mrefu, basi kila mmoja hapa angetoka na zawadi, lakini nasikitika mimi watu wote kwa zawadi sio mimi. Hakuna neno, lakini inshallah dua zenu muhimu, nataka dua muhimu. Kuna bwana mmoja hapa amekuja amenipa pesa sasa hivi. Pesa ngapi umezisahau? Amenipa shilingi 5,000. Takbir. Amenipa shilingi 5,000, ananiambia hizi sasa hivi nenda sijui nani tamali. Amenipa shilingi 5,000, ananiambia hizi ni za maimamu wa kuswalisha. Sasa ndio asante. Tajua wewe unaweza kufanya. Nataraji inshallah umeridhika nyote, na hili jambo ni muhimu sana kwa sababu si zawadi za kuwatini nyingi, lakini ni kutambua na kuappreciate kwa vijana wetu wanaoshirikiana sisi na wazee wetu. Mwenyezi Mungu atatuhifadhi sote, Mwenyezi Mungu atatulinda, Mwenyezi Mungu atatupa mahaba zaidi, tupendane zaidi, tushikane zaidi, tuwe kitu kimoja. Muhimu zaidi, msikiti huu uwe utakuwa na ujumbe ambao ni bora zaidi kushinda sehemu nyingine yote. Hapa tuna mzee ndugu yetu bali kwa mzee, kisha pia kuna Somali ndugu yetu Somali kwa kutambua, na pia huyu leo ameniomba nipate kuombea Mungu wazazi wake, na sote hapa tuna wazee wetu wanakuja mbele ya haki. Ni nafasi nzuri leo Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atawarhamu wazee wetu, Mwenyezi Mungu atakununulia makaburi yao yawe ni rawda min riyadil janna. Mwenyezi Mungu awarhamu wale walioko kwenye makaburi, sawa wenye ni wadogo, sawa ni wakubwa, sawa ni walimu zetu, sawa ni mashehe zetu, sawa ni wake zetu, sawa ni ndugu zetu, wote wanatangulia mbele ya haki. Mimi sikufurahi, lakini ndugu yangu mzee wetu pia wakati zawadi, na nyote mlipopata zawadi, wallahi natamani niweze kuwazawadia nyote, lakini
kesho utapewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule ambaye kama sikumba mimi atapewa na mtume. Zawadi za mtume na zangu bora gani? Kwa mtume. Zile mtaka kuona mtume, mtaka kupata kesho akhira, wala akhira khairu laka. Ya kesho ni mazuri zaidi. Hizi ni ndogo sana. Hizi inshallah atusema hapa bila hiyo. Hizi kwa tekeleze. Hizi kwa tutakabali somo zetu. Hizi kwa ajili ya Ramadhani hii ni Ramadhani bora kushinda Ramadhani zote zilizotangulia. Hizi kwa ajili ya somo zetu zenye kukubaliwa. Hizi kwa ajili ya tarawih zetu zenye kukubaliwa. Hizi kwa ajili ya sadaqa hata kama ni ubao wa chenda tulitoa. Mwenyezi Mungu aikakabali sadaqa yetu. Mwenyezi Mungu atujalie ikitoka Ramadhani hii sisi hali zetu ziwe ni bora zaidi. Tuache madhambi, tuache uchezi, tupendane, tushikane. Mwenyezi Mungu atufungulie makazi yetu, ajalie kazi zetu zibarikiwe ya Rabb. Mwenye kazi asokuwa na kazi ya Rabb, apache kazi ya kheri. Ambaye kwa hajaoa, Mwenyezi Mungu ajalie ampe mke wa kheri. Na yule ambaye kwa mwanamke, ya Rabb Mungu amjalie wawe ni masikizano. Yule anayetamani kuzaa, ya Rabb Mola ampe mwana wa kheri, wana wa baraka wenye kumsikiliza na kuwasikiliza wazazi wao. Ya Rabb, tuhifadhie watoto wetu, tuhifadhie wake zetu, tutengenezee majumba yetu. Ya Rabb, tuepushie kila shari, tuwekeshie kila la kheri, tujalie muhimu zaidi kutupe husnul khatima inda al-maut, tujalie kauli yetu ya mwisho hapa duniani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahsantum wa jazakumullah khairan.